Mchambuzi Jemedari Said ametoa uchambuzi wake juu ya goli ya Young Africans ambalo limekuwa goli la offside. Ametoa ufafanuzi namna gani ilikuwa offside. Ameposti video hiyo na kusindikiza ujumbe ufuatao. Ameandika kwamba hivi unapata wapi nguvu ya kusema hii sio offside? Unakuwa unatumia nini? Au unakuwa hujui offside inakuwaje halafu unatoboka tu, sio? Pacome mwanzo alikuwa kwenye eneo la kuotea ambayo sio makosa mpaka jambo moja kati ya haya matatu yatokee. Moja, mchezaji aliyeko kwenye nafasi ya kuotea afaidike kwa kitendo chake cha kuwa kwenye nafasi hiyo. Mbili, mchezaji aliyeko kwenye nafasi ya kuotea aingilie mchezo. Tatu, mchezaji aliyeko kwenye nafasi ya kuotea amwingilie mpinzani. Pacome ametoka kwenye nafasi ya kuotea akaja kumzuia kwa makusudi Deroki ambaye alikuwa anaenda kumkaba Maxi, ambayo ni makosa kwani amemwingilia mpinzani ili hali alikuwa offside. Mwamuzi alipaswa kunyosha kibendera hapo. Baada ya Maxi kumfikia Kamara akapiga mpira ukazuiwa, ukamkuta Pacome ambaye sasa hakuwa offside tena akafunga. Mohamed Mkono mwenyewe akiona hii atakiri kosa nafsini mwake. Ifike hatua kamati ya waamuzi yanapofanyika makosa dimbani hii watoke waombe msamaha kama wanavyofanya PG MOR. Uelewa wa watu umekuwa mkubwa kwenye haya mambo kwa sababu tofauti, lakini kubwa matumizi mazuri ya teknolojia. Huyu ni Jemedari Said, mchambuzi kutoka Crown FM, ametoa uchambuzi wake juu ya offside ya Young Africans kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Yanga ambao Young Africans alibuka na kushindwa goli moja lililofungwa na Pacome Zouzoua. Endelea kufuatia channel yako pendwa ya MCD Sports Zone, endelea kupata update mbalimbali za michezo na burudani kwa urahisi zaidi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.